wa Uamsho. Miaka 13 ya moto wa Uamsho. Miaka 13 ya moto wa Uamsho. Namtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana, pamoja na kwa pamoja natenda makuu. Mpe Yesu makofi ya shukrani. Asante, naomba tuketi. Pendwa mchungaji kiongozi wa kanisa hili, wazee wa kanisa, nianze kiongozi na wazee wengine, mashemasi, viongozi wa idara, watumishi wa Mungu, waamini wote wa kanisa hili zuri la Petri, na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Nipungie tena mkono kama unayo amani na furaha. Amen. Namshukuru Mungu kunipa tena nafasi mara nyingine kuwapo pamoja nanyi katika ibada ya Jumapili ya leo. Ninamshukuru sana Mungu. Nimefurahi, nimebarikiwa, nimehudumiwa katika sehemu ya kwanza ya ibada hii nzuri. Haleluya. Lakini pia kama alivyoeleza mchungaji, imempendeza Mungu niwe pamoja nanyi katika ibada hii kwa kusudi maalum pia. Na hapa nilipo nimetokea pamoja naye Arusha siku ya Alhamisi. Tulienda huko kwa ajili ya shughuli za kikanda. Tumekuwa na vikao vya kanda yetu ya kaskazini, majimbo yetu. Tumemaliza jana na kwa kuchelewa kidogo tukaanza safari. Nafika hapa usiku. Na mshukuru Mungu kwa Mungu kututunza na kuturudisha salama. Jina la Bwana libarikiwe. Na ikawa imependeza Mungu nibaki hapa, lakini pia niwe pamoja nanyi katika ibada kwa mambo muhimu pia. Kama alivyosema, mengine tutayazungumza mara tu baada ya neno la Mungu. Nimekuja kwa mambo makuu kama matatu. Moja ni kuja kuwaona na kuwasalimia. Haleluya. Mchungaji amezungumza kwamba sisi ni rafiki kwa maana ya makanisa yetu pia, lakini pia ni ndugu katika Kristo Yesu. Tumekuwa tukitembeleana. Kwa hiyo ili kudumisha hilo ni muhimu kutembeleana pia. Bwana asifiwe. Kama una ndugu yako na kama una rafiki wa kweli, basi tembeleaneni. Hiyo ni moja ya namna njema ya kudumisha na kujenga mahusiano kuwa mazuri. Amina jamani. Lakini pili, nimekuja kuwapa habari njema kuhusu mchungaji wenu na kanisa lenu pia. Kiongozi ni kwa sababu alikuwepo Katesh mahali kwenye chungu kule, ndio maana alipokuwa anaongea yale anayoongea wengi hawamuelewi, wanamshangaa. Basi tutayarasimisha ili sasa siku nyingine akishasema vile unaelewa anasema nini. Amina jamani. Bwana asifiwe. Asante kwa kudokeza tayari, kwa sababu katika baraza kuu la jimbo lililofanyika tarehe 1 siku ya Jumanne, mchungaji alikuja na baadhi ya wajumbe wachache. Nafikiri ndio maana taarifa hizo zimekwenda na kupitia media zetu pia. Jina la Bwana libarikiwe. Nitalizungumza rasmi sasa na kulitolea tamko, na kisha tutaendelea sasa kuona inakuwaje. Lakini jambo la pili, la tatu sasa ni kuomba maombi maalum na neema na uweza wa Mungu uwe juu ya mchungaji na kanisa lenu pia. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani tunakumbuka mchungaji wetu tangu baada ya tukio kubwa la msiba
uliotokea, amekuwa mapumziko, lakini sasa lazima arudi kazini. Amina jamani. Lazima arudi pia kwenye huduma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nifanye la kwanza na la pili, alafu nilete neno, na la pili, la kwanza na la tatu kidogo, alafu la pili na la tatu sehemu ya mwisho tutafanya baada tu ya neno. Amina jamani. Sitaki niwakumbushe wala kuwaumiza tena, lakini yanipasa nianzie hivyo kwa sababu mimi sikuweza kupata nafasi ya kuja kushiriki pamoja nanyi. Nimekuwa nikituma wasaidizi wangu, nimekuja kiongozi wa jimbo hapa, nimekuja wa sehemu mara kwa mara, nami pia kwa sababu ya majukumu mbalimbali nimekuwa nikiwasiliana na kushirikiana nanyi bila mimi mwenyewe kufika tangu baada ya tukio hilo. Na midhani si jambo sasa geni kwetu kwamba mtumishi wa Mungu mchungaji pamoja na kanisa hili liliweza kupita katika pito ambalo tunamshukuru Mungu kuwashika, kuwatia nguvu na kuwaimarisha hata sasa. Nirudie tena kusema poleni sana hata kwa upweke na yote yaliyowatokea kwa ajili ya mama yetu ambaye Bwana amemwita na kumpumzisha katika maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli hili ni sauti ya Mungu kwetu tuliobaki, kwamba jamani, katika dunia hii hatuna mji udumuo. Mji wetu wa kudumu uko mbinguni. Amina jamani. Bwana asifiwe. Pamoja na kwamba Mungu anatenda miujiza, Mungu anaponya, Mungu anatutendea, lakini bado maisha yetu ya duniani yana ukomo. Kwa hiyo sambamba na kutaka neema ya Mungu, uponyaji wa Mungu, wakati huo huo tunajiandaa pia kwa ajili ya maisha na uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe. Maana haijalishi umeokoka hujaokoka, tutaondoka katika dunia hii na tutakuwapo katika makao na maskani ambayo Mungu anasema, Mungu maskani hayo, Mungu na wanadamu yatakuwa pamoja. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu aliyewatia nguvu katika kipindi chote hicho. Kanisa limetulia, familia ya mchungaji imetulia, mmeiatamia na kuipa joto kabisa la kutokuwa na upweke, na bado mtumishi wa Mungu, Mungu ameendelea kumtia nguvu na anaendelea kuimarika sana. Jina la Bwana libarikiwe. Asanteni sana wazee wa kanisa, watumishi wa Mungu, watendakazi, pamoja na mchungaji, pamoja na washirika wote kwa ujumla. Bwana awabariki kwa jambo hilo. Amina jamani. Lakini pia ongereni sana. Nimeshangaa sana nilipofika hapa kuona mabadiliko makubwa hata ya kazi iliyoendelea mahali hapa. Angalia, haya ni maono ya makubwa na mafunuo ya kimungu. Haleluya. Wewe angalia ukuta wa zamani ulikoishia, alafu uone yani waliokaa zaidi ya ule ukuta ni wengi kuliko walioko kwenye ukuta wa zamani. Bwana asifiwe. Kwa kweli hebu tujipongeze kwa makofi mengi. Yuko Bwana pamoja na mambo mengi na mapito hayo, lakini bado mmeendelea kusimamia utumishi wenu kupitia ushirika wa kanisa lenu la mahali pamoja la Petri katika kufanya upanuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Utaona mambo makubwa Bwana akiyathibitisha kupitia huduma ambayo itaendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Basi baada ya kusema hayo, niende moja kwa moja
kushirikiana nawe katika ujumbe wa neno la Mungu. Asanteni wenyeji ambao tunafahamiana, nimekuwa nikija hapa mara kwa mara siku zilizopita, lakini asanteni wageni mliokoka katika siku chache zilizopita, wageni mliohamia, wengine ambao pia Bwana amewafanya kuwa sehemu ya kanisa hili. Bwana awabariki na muunganishe tena mioyo yenu katika kuendelea kulijenga kanisa na hatimaye ufalme wa Mungu katika ujumla wake. Jina la Bwana libarikiwe. Andiko letu la ujumbe wa leo tunaipata katika kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ya 19 mstari mdogo wa 25. Nitarejea mambo mengine baadaye, mstari mingine. Kwako ambaye mimi ni mgeni kabisa, ngine hujawahi kunisikia kuniona, ni naitwa mchungaji Nuhu Kalai. Nimekuwa askofu wenu kwa kipindi cha miaka 8 sasa na miezi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Jimbo lile mama, jimbo la Manyara Magharibi, na niwashukuru sana kwa kunipa ushirikiano wenu kanisa pamoja na mchungaji wa kanisa hili. Na yeye katika kipindi chote amekuwa mshirika wangu katika baraza la waangalizi. Unapokuwa jimbo kama askofu wa jimbo, unakuwa na kama makanisa mawili. Kuna lile unalolichunga wewe kama mchungaji wake, kiongozi, lakini kuna ambalo halionekani sana, kusanyiko lake ni mara chache, linaitwa baraza la waangalizi. Waangalizi na kamati zao, kwanza kamati yako ya jimbo, alafu waangalizi na kamati zao, wakurugenzi idara na kamati zao, wanakuwa na jukwaa lao, na mchungaji wa jukwaa lile balo linaitwa baraza la waangalizi ni askofu wa jimbo. Sasa katika kipindi chote hicho mchungaji wenu amekuwa mshirika wangu, naye amekuwa mshirika mwaminifu. Ninasema hivyo kwa maanisha kabisa, mwaminifu kabisa katika maeneo yote yanayomhusu mshirika wa kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God. Amina jamani. Kuhudhuria makutano yote yanayomhusu, sijamkosa, lakini pia kuishi maisha ya uadilifu ambayo hayajawahi kuwa na makando wala hata kusingiziwa mambo fulani yasiyofaa, lakini bado katika kumcha Mungu katika matoleo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ingekuwa ni kawaida ya kibinadamu, ningesema kwa kweli huyu nisingempoteza, baki tu kule, lakini kwa sababu ni Mungu, basi mambo yatakuwa mazuri. Amina jamani. Ingekuwa mwaminifu katika mafungu yake ya 10 mara kwa mara, mwaminifu katika malimbuko, mwaminifu katika shukurani. Unajua washirika wengi hawajui kama sisi tunafanya hayo. Sasa mimi nashuhudia kama mchungaji wa mchungaji wenu. Amina jamani. Kila mara hata baada ya tukio kubwa hili la msiba nikashangaa, kabla hata mimi sijaja, kaniambia mchungaji wangu, ninalo jambo kwa Mungu wangu, ninalo shukrani yangu. Ya nini tena? Anasema Mungu amekuwa nami na familia na kanisa, ametutia nguvu. Bwana asifiwe. Mara nikaona sadaka za shukrani. Kwa hiyo ninatukuza Mungu kwa ajili yake. Jina la Bwana libarikiwe. Nadhani pia ni kwa sababu Mungu ameona ampe daraja nyingine la kumtumikia yeye katika utumishi huu. Bwana Yesu asifiwe sana.